Pamoja na kuzipongeza timu, sasa ni wapongeze wachezaji. Sisi wote mashabiki tunakuja hapa uwanjani kwa sababu wachezaji wameonyesha kiwango cha juu sana cha mpira, na ndio maana kiongozi wetu hapa ameeleza kwamba wengi wamechukuliwa upande wa Mbeya City na wengine wameenda kucheza timu ya Polisi, na leo hapa Yanga yuko ndani ya nyumba. Hebu sema ndani ya nyumba. Yanga wako hapa na wako hapa leo kimsingi kwa ajili ya kutoa tangazo, lakini kwa maana ya kufuatilia wachezaji, wamewafuatilia tangu wameanza kucheza bwana, ligi kubwa hii, msifanye masiara haya. Kwa hiyo na wao nitakapowapa nafasi ya kuja kuwasalimu watasema wameona kina nani, basi wanaenda zao kwa kufanya mazoezi. Wale watakaofanya vizuri, basi wale wa Yanga oye, wale watoto wa Jangwani tutakuwa tunasema yule tulikuwa tunashinda naye Mwawinji yule, si ndio jamani? Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana Yanga kwa kweli kwa kutunga mkono kwenye jambo hili. Asanteni sana sana. Sisi watu wa chama cha mpira wilaya yako ya Mbeya hii, Mbeya jiji, tunakushukuru sana kwa sababu hii sio mara ya kwanza. Huu sasa tunakwenda ni mwaka wa 7. Tunachokushukuru ni kwamba kila tunapokwenda unazidi kuboresha, na safari umetuboreshea zaidi. Umeenda kutuletea watu kutoka Yanga kuja kuangalia vipaji, na imani hapa sasa hivi watakuwa vipaji wamevipata. Nyingine Dokta, tunakushukuru sana. Mashindano haya yakae katika miezi hii kwa sababu yanatusaidia sana kwenye usajili. Kwa taarifa tu, sasa hivi tuna vijana kama 4 wametoka hapa wako Mbeya City. Kuna vijana 3 wametoka hapa wako timu ya Polisi iliyopanda daraja mwaka huu. Kwa hiyo mheshimiwa, tunakuomba sana miezi hii ratiba hii isibadilike. Tunatambua sana thamani ya mashindano haya, yamekuwa na tija kwenye mpira wetu wa mkoa wa Mbeya. Kama alivyosema mwenyekiti wa wilaya, sisi tunanufaika sana kupitia mashindano haya, lakini bado tunaendelea kukuomba usikate tamaa, uendelee kuwa pamoja na sisi katika mashindano mbalimbali ili tuendelee kulea na kuibua vipaji mbalimbali. Lakini ikikupendeza, hata mwaka kesho Dr. Tulia ambaye kupitia taasisi yako ya Tulia Trust, tunaomba usiwaache mabinti zetu. Kuna ligi ya wanawake pia kwenye soka, wanaweza pia kupitia mashindano haya tukaibua akina opa wengine ambao wanacheza huko nje ya Tanzania. Sisi leo tumekuja hapa kwa lengo moja tu, kuhitimisha kile ambacho tumekianza. Sio kwamba leo ndo tumekuja kwa mara ya kwanza, hapana, ila tupo nanyi kuanzia mwanzo wa mashindano na leo tumekuja kuhitimisha nanyi. Kubwa zaidi, tutatoa fursa kwa vijana zaidi ya 6 ambao walikuwepo katika mashindano haya mwanzo hadi mwisho. Watakuja kufanya mazoezi na timu zetu za vijana kwa muda wa takribani mwezi mmoja. Ikilipendeza benchi letu, basi tutakuwa tuna Haaland mwingine. Tuliwahi kuwa naye Willy Kayanja na leo nimemuona, nimefurahi. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.